Utaguna sana na bado. Sasa ngoja tu nikwambie kitu Sailata. Kuniingilia katika mipango yangu sitaki. Tena ukome. Labda tu nikwambie, hii vita bado mbichi. Yaani ndo kwanza vita imeanza na nitaendelea nayo bega kwa bega. Na bora iwe vita. Maana hujawahi kulitegua ile tego langu. Na ungelitegua we mwanamke. Ungeiona mizimu ya Tandaimba. Kumbe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungwe. Ulivyoenda kutegua tego langu kwa Suzi, ulidhani nimejisikia raha? Sasa sikiliza nikwambie, nitategua kila tego unalolitega. Na mimi nikwambie tu sikuhofii wewe. Yaani mimi sikuhofii na kiti nitachukua. Mimi naona unajisumbua tu. Yaani wewe mfamaji, haukosi kutapatapa. Hakuna mtu aneniweza mimi. Unamtisha nani kwa uchawi wako wa Bukujelo? Mimi uniwezi. Yaani uniwezi kabisa mama Kabiche. Haya tena, watu wazima ovyo. Yaani mmesimama hapa, kazi yenu kubishana tu. Hamuelewi, hamfikiri kwamba kuna kafara zinatakiwa kutolewa. Nyinyi mmetulia hapa, mnabishana kuhusu hili lichizi. Hili chizi litawapeleka wapi nyinyi? Yaani zaidi mnajiongezea tu majukumu ya kulisha vitu ambavyo havina maana na kuendelea kupata hasara kipumbavu. Wakati mngeutumia huo muda kutoa kafara, mambo yangeisha. Na kitu kingepata mwenyewe, tusingeteseka tena. Tumieni akili. Watu wazima ovyo nyinyi. Kazi yenu kugombana tu kama mmeibiana mabwana. Naogopa sana Machibia. Naomba usiniache peke yangu. Oh. God damn it. Asali yangu. Nyonga mkariaini. Ndimo mkata shomo. Vyo vyote nakupa ndani ya moyo wangu. Labda nikutoe hofu tu. Hizo ni ndoto za mchana tu kipenzi changu. Kwa hiyo zisikupelekesha wala zisikuumize kichwa. Uwajao sana hizo ndoto mwanangu. Mimi naomba uniwe haraka iwezekanavyo. Kwa sababu hizi kazi ziishe. Nimechoka Machibia. Yaani naishi roho juu muda wote. Kama nimeua paka wa mjumbe. Tafadhali Machibia, nioe babangu. Ondoa shaka mamangu. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi nakifikiria. Na nikutoe wasiwasi kuhusu hilo. Muda si mrefu mimi nitakuoa. Nakuhakikishia juu ya hilo. Nakupenda sana mamangu. Sema chizi wao umechangamka. Ila kidemu kizuri. Doli Samuel. Doli Samuel. Pemba kaacha mali. Doli Samuel. Naenda kwenye harusi na chelewa. Sasa huyu Mpemba akili zake ziko sawa sawa kweli? Yaani kidemu kizuri kama hiki anakiacha kinatembea chenyewe barabarani. Ningekuwa mimi nisingeweza. Maana kitoto kinavutia. Sijui nifanyeje hapa. Ila acha nikausha kwanza kwa leo. Ila hizi sehemu nzuri sana. Kama siku nyingine nikikutana nacho tena. Sikiachi.
Tangu kifo cha mke wangu Mariam kilipotokea, ndugu yangu Kizigo Sam na Muheza alienda kunitafutia mke. Baada ya kuona siwezi kutibia watu wala kufanya jambo lolote, lakini kwa utukufu wake na uaminifu wake kwangu akaenda kunitafutia mke. Sasa basi, sitamani kitu chochote kiendelee dhidi yenu. Sio kila mwanamke anayekuja mbele yangu basi awe kikwazo kwenu. Nyinyi wote ni wake zangu, na nyinyi wote nawapenda na mnajua. Ila kikubwa ambacho nahitaji mtoto, na nyinyi wake zangu mna pungufu ya mtoto. Kwa hiyo Bi Shubi amekuja hapa kwa ajili ya kuniletea kiumbe. Ila mimi wote nawapenda wake zangu wote, lakini shida yangu kubwa ni nani mbadala wangu baada ya mimi kutangulia mbele za haki, pale Mungu atakapoichukua nafsi yangu. Kwa hiyo lazima kuwe na mbadala ambaye anatoka kwenye uzao wangu kama mimi nilivyotoka kwa baba yangu. Kwa hiyo naomba msigombane, naomba mpendane. Na kuhusu swala la mavazi, litakaa sawa muda si mrefu. Nawapenda sana. Oa mshangazi, yaani nataka nikupe tuzo zako. Yaani wewe ni viwango vya dola. Oa, kile kijiti kimelambwa na jini mahaba nini? Yaani mtoto amenyooka hivi. Yaani hapindui wala chengeshi hata kidogo. Lakini sasa kubwa kuliko yule mchumba nataka mimi niache Chiga. Mimi naachaje Moshi? Mimi nakimbia Jembea. Mimi naachaje Ukungu? Mimi bila Ukungu siwezi kuishi. Msikize wewe mwehu. Mtumikie kafiri upate mradi wako. Nishawishi. Nionyeshe ushababi wako ili niweze kukuozesha Sanda na biashara yetu iende vizuri. Tena nataka biashara hii ishe mapema. Si unanielewa vizuri? Maneno mengi kama mwimba taarabu sitaki. Oh, god damn it. God damn it. Sikia nikwambie kitu kimoja shangazi. Hilo swala lako limeisha. Lakini ninachotaka mimi, hiyo pesa yangu hiyo mfuko wa shati. Nikisema mfuko wa shati namaanisha hiyo nyepesi kutoka. Shughuli yako imeisha sasa hivi. Mtoto mwenyewe yule mzuri. Ukicheki dongo lile dongo la maka. Ukicheki leumbo la Kinyakyusa. Chombo imejichola. Kwa maana kwa hata kitandani za kafundi kama mtanga. Weka suku wewe. Acha kuwa na maneno mengi, unatantalila nyingi sana. Fuata nilichokuagiza. Mbona tamaa kama fisi? Mbona unauchu sana wewe? Vipi? Umeshoboka? Hii ni biashara kumbuka. Oh, god damn it. God damn it mshangazi. Mimi nimekuelewa. Ondoa shaka kuhusu hilo. Macho. Mapombe. Wewe tena King'ang'a. Haya, niambie, umefuata nini? Na huongea haraka. Na mambo yangu ndani huko sijamaliza. Nimekuja kukwambia kwa nimepata mwanaume na nataka kunioa. Kwa nimekuja kwako kujua msimamo wako hasa ni nini juu yangu. Kumbe wewe chizi eh? Hivi unajielewa kweli wewe? Haya, sawa. Umekuja unaniambia nataka kuolewa. Mimi nani yako? Baba yako? Mama yako mzazi? Au shangazi yako? Na udugu na wewe? Kusema labda nataka kuolewa, nikija kwenu pokea mahali au barua. Yaani umefikiria kwenye ubongo wako. Yaani umeona hakuna njia ya kuniingilia, umekuja kwa gaya kuolewa. Haya mama, olewa. Mimi nimekuhusu olewa. Wewe mpumbavu nini wewe? Naomba nisikilize. Sandra, unatakiwa ujue kuachika. Wewe mwanamke gani usijue kuachika? Nimekwambiaje mimi sikutaki. Mama, achika basi. Mbona uelewi wewe? Kuna mwanamke aina gani?
Mapombe basi. Inatosha. Piga mwingine kama michizi. Yaani mwanamke king'anga na kung'ang'ania mwanaume. Sikutaki. Nimekuja. Wewe si ulikuwa unalingia jua? Sasa mimi nalingia giza. Na leo lazima niingie ndani mwako nikukomeshe. Wewe si unawanga mchana? Mimi nawanga usiku. Cheke tubende kwa jungoma, mahepe ngoma ya wachawi imeiona. Cheke tu bende kwa jungoma, ngoma ya wachawi imeiona. Mbona hapa pasito? Yaani pasito namna hii. Kuna nini? Cheke tu bende kwa jungoma, ngoma ya wachawi imeiona. Shubi, unajua kwa mganga Tami kuna sheria zake. Kwa hiyo ili mambo yetu yaweze kwenda tunavyotaka, lazima ufuate wanachokitaka wao. Kama umekuambia ubadilishe mavazi, basi inakupaswa ubadilishe mavazi. Kama umeambiwa unyoe nywele, basi inakupaswa ubadilishe nywele zako unyoe ili ufanane na wake zake. Si unanielewa vizuri? Pale tumeenda kwa ajili ya kazi moja tu. Kwa hiyo unapaswa kuwasikiliza wanachokitaka. Si unanielewa? Kwa hiyo basi hakikisha usiniangushe. Nimekupeleka pale kwa mpango maalum. Nimekupeleka pale ili tuweze kufanya mambo yetu yawe mepesi. Yaani ukiwepo pale, jua na kazi yangu inaenda vizuri. Kwa hiyo fuata wanachokitaka. Yaani lolote utakaloambiwa kubaliana nalo. Alafu usisahau yale yote niliyokuagiza awali. Utakapokuwa na mzee Tami, hakikisha unafanya vile vitu nilivyokuagiza, ili uweze kumkamata, umshike mkononi mwako, ili wale wanawake zake wote wakiongea chochote asiwasikilize, akusikilize wewe tu na unipe habari zote. Nakuelewa sana, lakini changamoto ni moja tu. Wewe vile vipara unaviona, lakini halafu yale manguo anayovaa wale wake zake, sijazoea vitu kama hivyo. Sawa. Mama yako amenasa kule, alikuwa anawanga jana usiku, amenasa kwenye nyumba ya kina Semeni. Twende kamuone. Wewe unawazimu? Mamangu amelala ndani, hajatoka na ndo kuna kucha saizi. Unaniambiaje mamangu amenasa? Shida yako wewe, utaki kuniamini. Twende kule, watu wanapita pale wanamuona mamako yuko ucho wa mnyama. Twende pale kabla watu wajejaa wakamchoma moto. Hem, twende bwana. Mamangu mimi amelala. Ngoja. Kinachokushinda hapo ni nini? Yaani kubadilisha mavazi? Mbona mimi naleze langu na mavazi yake kila saa nakumbatiana nalo? Mimi sijali mavazi, ninachojali ni mambo yangu yaende. Kwa hiyo utakapoangalia mavazi, jua mambo yetu yatafeli.
Sasa huyu mambo yetu afilishwe kwa sababu ya hizo nywele zako tu? Yaani nywele ambazo hazina gharama yoyote, kuzinyoa tu, kupitisha wembe zikanyolewa? Au mambo ya feri kwa sababu wewe kuvaa ile manguo? Wewe vaa. Nikipata mimi kiti, wewe nitakuweka kwenye nafasi nzuri. Hakikisha wewe unaenda kuwa msaidizi wa Malkia, unaenda kuwa pembeni yangu. Ninachopata mimi unapata wewe. Au wewe hutaki maisha yako akawa mazuri? Kuhusu hilo wala usijali. Nalizingatia sana. Ninapokuwa naye nahakikisha namteka kisawasawa. Ila sasa wale wake zake, sawa, mavazi mtaliangalia kwanza. Taangalia namna ya kufanya, alafu tutajua wenyewe nini tunafanya. Nitavaa. Sawa. Mama. 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 Doba. Mamangu amelala lakini mbona amekakamaa hivi sana? Namtikisa hata atikisiki. Mtako. Ya sibi. Sawa, nisikize nikwambie kitu kimoja. Mimi kwa macho yangu mawili nimemwona mama yako. Tena yuko uchi wa mnyama. Na hivi tunavyoongea kila mtu anayepita pale anamuona. Na sasa tukiendelea kuchelewa watu watajaa pale. Twende bwana. Twende. Utamsubiri nimchukue mwanangu. Hivi niko sahihi kweli kwa ile ninataka kufanya? Mbona huyu tabibu hana shida yoyote? Kwa nini Sauda anataka nifanye hivi? Na kwa nini moyo wangu unakuwa mzito sana juu ya hili jambo? Sielewi kabisa niamue nini juu ya hili. Kama niendelee kwa na mpango huu au niachane nao kabisa. Asante sana mke wangu. Asante kushukuru. Delila alimwangusha Samsoni pamoja na nguvu zake zote. Alitumia silaha ya mwili kumwangusha mtu aliyekuwa ni mnadhiri wa Mungu. Ni kweli kabisa mke wangu. Nina mashaka sana na mke mpya wa tabibu wangu. Macho yake yanaonyesha vitu vingi sana ambavyo ni kinyume na imani yetu. Wafilisti walimpenyeza Delila kwa siri ili akampeleleze Samsoni na kujua asili ya nguvu zake. Inawezekana maadui wamempenyeza huyu mwanamke kwa siri ili aje ajue siri za mzee Tano. Ni ngumu sana Amani kula meza moja na Mordekai. Lakini mke wangu, mbona maneno yote unayoongea yanatoka kwenye Biblia? Huwezi kuyaacha? Mume wangu, Mungu ndo taa ya miguu yetu, na inabidi tuishi kwa kuyasema maneno yake. Na hata kama tukinyamaza, mawe na milima itaendelea kutangaza ukuu wake na kutaka kuamini kwamba Mungu ana nguvu. Hata mganga mwenyewe akikupa dawa, mwishoni ni lazima atasema tuombe Mungu afanye wepesi. Mbona hivyo mume wangu? Leo umevutiwa na maneno unayoyazungumza. Naam mke wangu. Na leo nimejifunza kitu kikubwa sana.
Nimejifunza ni kwa nini ndoa huwa zinadumu licha ya kuwa watu huwa wanagombana sana kwenye ndoa. Kumbe licha ya kugombana sana, kuna siku moja tulivu na yenye amani na yenye upendo kama hii ya leo. Hakika leo mke wangu umenikosha sana. Nakupenda. Hata mimi naitamani sana hiyo furaha, ila mbwa mwindaji huwa hali alichokiwinda kingali kibichi. Subiri, utaiva tu nile mawindo yangu. Naomba nistiri mdogo wako. Nakuomba. Naomba nistiri mdogo wako. Mamangu atoke tu kwenye huo mtego hapo. Mimi sijui chochote. Mama yako ameyatafuta ya kuyatafuta. Amepata alichostahili. Mimi sijui namtoa wapi aloweka ili tego hapa. Maana yuko mbali. Acha zalilike. Nazalilika mdogo wako na watu wanapita na mwangalia mama yangu. Naomba nisaidie na semeni. Mimi sijui chochote. Mpenzi wangu Vava, unajua mimi nakupenda sana, lakini tatizo lako unapenda kuchelewesha mambo. Yaani ungeharakisha ili swala lako wewe na mzee Tano, ili mimi na wewe mapenzi yetu yaweze kuwa hadharani. Mimi nimechoka mapenzi ya kukutana polini bwana. Hapana Saila, hata mpenzi wangu bado napambana. Ila nikombe jambo moja. Nitafutie mwanamke mzuri sana ili nimshawishi mzee Tana muoe. Akishamuoa tutafanikisha jambo letu kwa urahisi kabisa. Yaani kama ni hilo Vava, basi hilo limepita. Yaani na sitatumia muda mrefu. Kwa jinsi ninavyokupenda, ninavyotaka mapenzi yetu yawe shata. Basi mimi nitahakikisha ile jambo nalitimiza mapema sana mpenzi wangu. Nitamtafutia mwanamke na nitakukutanisha naye. Mimi nataka mapenzi yetu yawe hadharani. Nimechoka bwana mapenzi ya kujificha. Unajua kiumbe mwanamke pekee ndiye aliye na uwezo wa kutusaidia kwenye jambo letu. Na litakuwa rahisi sana tukipata mwanamke mzuri. Vava, nakupenda sana. Semeni, hebu jaribu kwanza kutumia busara. Nenda kamgandore mama anaibika bali. Mwenyekiti, mimi siwezi kwenda kumgandua yule mama. Kwa sababu aliyenipa uchawi yuko Dubai. Kwa hiyo inabidi apigiwe simu, mumtumie nauli ili aweze kuja kumgandua. Hapo ni swala la nauli. Nasemeni, kwanza hapa nilipo mwanzo nimechanganyikiwa. Niko naomba hata kidogo ungevaa vazi wangu dadangu. Akili imevurugika mwenzenu. Mngenisaidia kidogo nasemeni. Msaidia mamangu anazalilika pale. Ayachana na mamangu. Dada mimi ni binti bado. Jamani kila ninakopita mimi nitachafuliwa nasemeni. Nisaidie mwenye kichongea vizuri na nasemeni. Nimeshasema siwezi. Kwa sababu aliyenipa tego la kuyanasa chai nyumbani kwangu yuko mbali. Nawezaje sasa kwenda kumnasua? Hebu tujaribu kusikilizana. Hili swala liko serious. Hayo maswala unajua kama unaita masiara. Kuwa serious kwanza. Hebu fanya kwanza ndo kama ndo ungekuwa wewe pale ingekwaje. Haya usimuonee aibu mama Kabichi, muonee aibu huyo. Anaulia. Mwaibu huyu mtoto mdogo anaulia kwa ajili ya bibi yake. Hebu jaribu kutumia busara bwana. Nenda bwana akafanye hivyo unavyofanya bwana. Mwenyekiti, kwa hilo utanisamee. Nimeshasema siwezi. Acha zalilike. Mwenyekiti anaondoka jamani, mamangu baya anazalilika. Nasameni jamani mwenyekiti.
Hivi nyamnene huruma jamani. Sara, hebu tujaribu kusikilizana. Hata kama utalia machozi ya design gani haitosaidia. Unachotakiwa ukaze moyo, ujue tunafanyaje. Nisikilize. Mimi nitajua jinsi gani ya kukusaidia, lakini usilie, sawa? Mwenyekiti jamani. Sasa kama lazima wakumtolea mamangu pale yuko Dubai, mamangu anaponeje pale jamani? Usilie basi, hajafa, ni vitu vya kawaida. Mimi swala zindiko vitu vya kawaida. Sasa unalilia nini? Unaleta uchulo bwana Sara, bwana wewe bwana wewe. Unakuwa kama mpumbavu bwana. Nisikilize, usilie. Sawa sawa? Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja.